Kwa nini Muammar Gaddafi alijizungusha na walinzi wa kike? Nguvu, ishara, hofu na siasa za taswira. Muammar Gaddafi alikuwa kiongozi ambaye hakuwahi kuwa wa kawaida. Kila kitu kumhusu kilionekana kama tamthilia ya kisiasa, kuanzia mavazi yake, hotuba zake, hadi namna alivyotawala Libya kwa zaidi ya miongo minne. Miongoni mwa mambo yaliyomfanya azungumziwe sana duniani ni uamuzi wake wa kujizungusha na walinzi wa kike waliovalia sare za kijeshi, waliokuwa wakionekana kila alipokwenda ndani na nje ya Libya. Swali lililoulizwa mara nyingi ni moja: kwa nini Gaddafi alichagua walinzi wa kike na si wa kiume kama ilivyozoeleka kwa viongozi wengi wa dunia? Jibu la swali lipo kwenye sababu moja tu: ni mchanganyiko wa siasa, hofu binafsi, ujumbe wa kiitikadi, propaganda na ujenzi wa taswira ya kipekee. Walinzi wa kike wa Gaddafi hawakuwa tu walinzi, walikuwa alama, walikuwa ujumbe, walikuwa sehemu ya hadithi aliyojitengenezea kama kiongozi asiyeweza kufanana na mwingine yeyote. Kwanza, Gaddafi alitaka kuvunja mila na matarajio ya dunia. Alijiona kama mpinduzi, mtu aliyekuja kubomoa mifumo ya zamani, si kuirithi. Katika macho yake, viongozi waliokuwa wakizungukwa na walinzi wa kiume walimu ya utaratibu wa zamani wa dola na mamlaka. Kwa kuchagua walinzi wa kike, alionyesha kwa makusudi kuwa yeye hafuati kanuni zilizopo. Alitaka dunia imwone kama kiongozi wa aina mpya, anayefanya mambo kwa njia isiyotabirika. Pili, kulikuwa na sababu ya kisiasa na kiitikadi. Gaddafi alijitangaza kama mtetezi wa wanawake katika jamii ya Kiarabu na Kiafrika. Mara kwa mara alizungumza kuhusu haki za wanawake, elimu na ushiriki wao katika ulinzi wa taifa. Kwa kuweka wanawake mstari wa mbele katika ulinzi wake binafsi, alijaribu kuwasilisha picha ya Libya kama taifa linalowapa wanawake nafasi sawa na wanaume. Walinzi wa kike walikuwa, kwa mtazamo wake, ushahidi wa vitendo wa falsafa hiyo. Lakini nyuma ya ujumbe huo wa usawa, kulikuwepo pia hesabu kali za usalama. Gaddafi alikuwa kiongozi aliyeishi kwa hofu ya kuuawa. Alinusurika majaribio mengi ya kumuua, njama za mapinduzi na mashinikizo ya kimataifa. Hofu hii ilimfanya awe na mtazamo wa kipekee kuhusu nani angeweza kumuua na kwa njia gani. Alikuwa anaamini kwa kiasi kikubwa kwamba adui angeweza kupenya kirahisi zaidi kupitia walinzi wa kiume walioweza kushawishiwa, kuhongwa au kujiunga na njama za kijeshi. Kwa mtazamo wake, walinzi wa kike walionekana kuwa salama zaidi. Alidhani wanawake wangekuwa waaminifu zaidi, wasiohusika katika siasa za kijeshi za mapinduzi na wasiotumika sana katika njama za mapinduzi ya kijeshi ambayo mara nyingi yaliongozwa na wanaume. Hii haimaanishi kuwa walinzi wa kike hawakuweza kuwa hatari, bali inaonyesha namna Gaddafi alivyoona ulimwengu kwa jicho la mashaka yasiyoisha. Sababu nyingine muhimu ilikuwa ni udhibiti wa kisaikolojia. Walinzi wa kike wa Gaddafi walichaguliwa kwa umakini mkubwa. Walipitia mafunzo makali ya kijeshi, nidhamu na utii binafsi kwa kiongozi. Walitakiwa kuishi maisha ya kujitenga, kuepuka mahusiano ya kimapenzi na kuweka utii wao kwa Gaddafi juu ya kila kitu. Kwa njia hii, walinzi hao hawakuwa tu askari, bali walikuwa sehemu ya mfumo wa ulinzi uliotegemea uaminifu wa kibinafsi zaidi kuliko taasisi. Taswira ya walinzi wa kike pia ilikuwa silaha ya propaganda. Kila safari ya Gaddafi nje ya nchi iligeuka kuwa onyesho la kisiasa. Vyombo vya habari vilipiga picha, kamera zilirekodi na dunia ilizungumza. Badala ya kuzungumzia sera zake, watu walizungumza kuhusu walinzi wake wa kike. Kwa Gaddafi, hili lilikuwa jambo la manufaa. Alielewa nguvu ya taswira katika siasa za kimataifa. Alijua kuwa kushangaza dunia ni njia moja ya kuendelea kuwa kitovu cha mazungumzo. Walinzi wa kike walimsaidia pia kudhibiti mazingira ya mawasiliano. Walipokuwa karibu naye, waliunda ukuta wa kipekee wa usalama ambao haukufuata mifumo ya kawaida. Hii ilifanya iwe vigumu kwa maadui kupanga shambulio kwa kutumia mbinu zilizotumika kwa viongozi wengine. Kutotabirika kulikuwa sehemu ya mkakati wake. Hata hivyo, nyuma ya picha ya nguvu na ujasiri kulikuwa na udhaifu wa kibinadamu. Gaddafi aliishi maisha ya upweke wa kisiasa. Alikuwa kiongozi aliyekataliwa na mataifa mengi magharibi kwa muda mrefu, aliyekosolewa na aliyewekewa vikwazo. Katika mazingira haya, walinzi wa kike walikuwa pia chanzo cha uthibitisho wa mamlaka yake. Walimzunguka, walimlinda, na uwepo wao ulionyesha kuwa bado alikuwa na udhibiti kamili wa mazingira yake. Kwa jamii ya Libya, walinzi wa kike walikuwa ishara yenye pande mbili. Kwa baadhi, walikuwa mfano wa wanawake wenye nguvu waliovunja mipaka ya kijinsia. Kwa wengine, walikuwa tu sehemu ya maigizo ya utawala wa mtu mmoja yaliyotumika kuficha matatizo ya kweli ya kiuchumi na kijamii. Kwa katikati mwa hii miwili,
Ni muhimu pia kuelewa kuwa walinzi hawa hawakuwa tu mapambo. Walipitia mafunzo ya kijeshi ya hali ya juu, walijifunza mbinu za mapigano, ulinzi wa karibu na matumizi ya silaha. Wengi wao walikuwa tayari kufa kwa ajili ya kiongozi wao. Hii inaonyesha kiwango dhibiti na ushawishi ambao Gaddafi alikuwa nao juu ya watu waliomzunguka. Kadiri miaka ilivyopita, taswira ya walinzi wa kike ilizidi kuwa sehemu ya utambulisho wa Gaddafi. Ilikuwa vigumu kumfikiria bila wao. Walikuwa kama kivuli chake cha kisiasa. Lakini wakati upepo wa mabadiliko ulipovuma Libya, taswira hii haikuweza kumlinda dhidi ya hasira ya wananchi na nguvu za mabadiliko ya ndani. Walinzi wa kike, kama mfumo mzima wa ulinzi wake, walikuwa wamejengwa kumlinda dhidi ya njama za ndani na mashinikizo ya nje, lakini si dhidi ya mapinduzi ya watu. Hatimaye, swali la kwa nini Gaddafi alikuwa na walinzi wa kike halihusu jinsia pekee. Linahusu namna alivyotumia alama na taswira kujenga mamlaka. Linahusu hofu ya kiongozi anayejua kuwa madaraka yake hayakuwa salama. Linahusu siasa za kuonekana, propaganda na udhibiti wa simulizi. Walinzi wa kike walikuwa sehemu ya hadithi aliyoiunda kuhusu yeye mwenyewe, hadithi ya kiongozi asiyeogopa, asiye wa kawaida na aliyejua kanuni za kawaida. Kwa kuangalia nyuma, walinzi wa kike wa Gaddafi wanabaki kuwa ishara yenye utata. Wanaweza kuonekana kama alama ya ukombozi wa wanawake au kama zana ya utawala wa kiimla, lakini bila shaka walikuwa sehemu muhimu ya mkakati wake wa kisiasa na kisaikolojia. Walikuwa kioo cha nafsi ya utawala wake, wenye kuvutia, wenye nguvu, lakini pia wenye kuonyesha hofu iliyojificha nyuma ya sura ya ujasiri. Mwisho wa Gaddafi unaonyesha ukweli mmoja wa msingi katika siasa: taswira inaweza kulinda kwa muda, lakini haiwezi kuchukua nafasi ya uhalali wa kweli wa kisiasa. Walinzi wa kike waliweza kumlinda dhidi ya risasi na njama kwa miaka mingi, lakini hawakuweza kumlinda dhidi ya historia. Na hapo ndipo simulizi yao, kama sehemu ya simulizi ya Gaddafi mwenyewe, inabaki funzo la kina kuhusu mamlaka, hofu na nguvu ya alama katika uongozi wa kisiasa.